Na karibu tena katika kipindi chako bora cha utamaduni wa Mzanzibari. Leo nipo na mwenzangu hapa. Sisi sio wageni kwako. Sasa leo tutazungumzia tuseme muziki wa asili. Huu tunaita taarabu asilia. Taarabu asilia. Lazima ufanye hivi. Taarabu asilia. Hii ni muziki ambayo ilikuwa ikitumika zamani na ina utofauti mkubwa kati ya muziki wa sasa hivi na wa zamani. Maudhui ambayo walikuwa wanatumia wazee wetu wa zamani katika taarabu asilia yalikuwa yanapeleka ujumbe hata kwa kujificha. Labda wewe Uzaima, kukua kwako, maana sisi sote ni vijana, taarabu asilia unaifahamu vipi katika kupeleka ujumbe wa maudhui? Kwa upande wangu ninapofahamu taarabu asilia, mara nyingi wazazi wetu au wazee ambao wametangulia, wengine wapo, walikuwa wanatumia kama kufikisha ujumbe fulani. Maybe wameona makosa katika serikali au katika jamii, au wameona tatizo ambalo ni sugu ambalo hawajapata ufafanuzi, wanatumia njia ya muziki wa taarabu asilia kufikisha ujumbe fulani. Na muda mwingine hata mapenzi wanakuwa wanatumia taarabu asilia kufikisha ujumbe mtu fulani. Labda hapo kwenye hata mapenzi kuna kionjo labda unacho, au kuna neno ambalo nalo la mahaba ambalo watu walikuwa wanatumia zamani tofauti na sasa hivi? Labda unielewe. Hakuna. Zamani watu walikuwa Uzaima wanatumia lafudhi nzuri ya ujumbe kupitia muziki, hata kama kwenye mapenzi. Sasa hivi muziki wa sasa hivi na wa zamani wa sasa hivi unatisha, unaharibu vizazi, kwa sababu unakuta mpaka mtoto mdogo anaimba alafu anafahamu kile ambacho anakiimba, kile ambacho anakiimba kwamba sijui nikupe kila kitu nitakufanyia hivi. Ni wasanii wetu wa sasa hivi tofauti na zamani. Ilikuwa nyimbo ikiimbwa mwenyewe unasikia raha, yaani unaburudika, unajua sasa kitu gani kimeimbwa, hata kwenye maneno ambayo wanakuwa wanatumia. Baadhi ya wakati usipofikiria unaweza ukafikiria fusi, sababu kuna mtunzi mmoja katika nyimbo yake alisema, nyama zetu za ulimi ambazo tukipeana na wenyewe sisemi, ambazo tukifanyiana. Sasa ukifikiria nyama zetu za ulimi kwa haraka ukakusudia nini? Kitu kingine cha tofauti. Kumbe sivyo. Nyama zetu za ulimi maana yake kakusudia yale maneno mazuri ambayo tunapeana, yaani tunazungumza maneno mazuri. Lakini na mengineyo hasemi, hiyo ni siri yake, si ndio? Lakini ulimi ni huo ambao uko mdomoni, si ndio? Lakini ukiweka kwenye sufuria ile nyama ya umeona nini, walikuwa wanatumia kitu ambacho yani ni kizito, lakini kilikuwa kina maana kubwa. Na pia ilikuwa unatakiwa ukae utafakari ndio ujue maana, kwamba unasikiliza nyimbo lakini kuna kitu kinakuingia, alafu ukifikirie wewe mwenyewe baada ya kusikia. Tofauti na sasa hivi Uzaima, kwamba wasanii wanaenda direct. Kuna manyimbo mengi ambayo watoto wetu wanasikiliza. Mshike huyo. Wasikia mshike huyo, atoki mtu. Sasa wanajiuliza ashikwe nani, ashikwe wapi? Na kwa nini asitoke? Bora. Kwa hiyo ni hatari sana. Na yani ipo haja huu muziki uangaliwe kwa umakinifu kwa ajili ya kutunza utamaduni wetu wapi ulipotoka, hususa katika sekta ya maadili. Ushafahamu? Lakini kwa upande mwingine ipo haja hata ya serikali kuangalia hawa wasanii wa sasa katika kupeleka maudhui yao yana maana gani. Labda wewe kwa upande wako sasa hivi, hizi nyimbo za sasa hivi ambazo zipo sasa hivi, kuna haya mashairi zamani unaona, au umewahi kusikia kuna mashairi ambayo watu wanavaa vijuro na katika rusha roho? Nahisi ilikuwepo, lakini ilikuwa ni rusha roho ambayo watu wanacheza kwa pamoja kiustaarabu, yani kulikuwa na heshima fulani. Lakini sasa hivi rusha roho ambazo zipo watu waiti tena rusha roho, nahisi ni baukata. Vibaukata. Yani inakuwaje vibaukata? Anawekwa muziki watu wanajiachia kifupi. Katika ni hata kama kuna watoto hapa angaliwi. Nilipata kuona Uzaima ajuzi hawa ambao wanafanya shughuli haya kwenye majana na katika ni kauli kali sana, kwamba watakuwa wanatoa adhabu kali Ni jambo zuri kwa sababu wale pale ni wazazi
Na wazazi wana watoto wanaiga kutokana na wazazi wao. Na wazazi ndio watoto ni taifa la kesho. Watakapoiga wazazi wao inakuwa ni mtihani kwa kweli. Kwa hiyo serikali wamefanya kitu kizuri ili baadaye tuje tupate viongozi imara katika serikali na maadili yasimame. Labda wewe kwa kumalizia, labda una ushauri gani kwa jamii ambayo sasa hivi inapotoka kupoteza huu utamaduni wetu? Kwanza mimi ni washauri wasanii wa muziki ya taarabu wajitahidi kufikisha ujumbe ambao ni kero katika jamii, na pia wafikishe ujumbe ambao utakuwa na faida katika kwao na hata jamii ambayo inasikiliza, kwani wale wasanii ndio kioo cha jamii. Yangu ni hayo. Mimi kwa upande wangu niwaambie tu, kwanza waendelee kufuatilia ule muziki ule wa asili wa zamani, ile taarabu ilikuwa imeimbwaje na wazee kwa wanachezaje yale maudhui. Wakishakaa kutathmini kile kitu, nafikiri kutakuwa na mabadiliko makubwa. Ndio maana sisi tunaendelea kufanya juhudi za kuwakumbusha umma na watazamaji wetu kuhusiana na utamaduni wa Mzanzibari katika kila lengo na madhumuni, maadili yaendelee kuwepo. Kulikuwa na sisi watu wawili hapa ambao ni wachambuzi wako, ambao unaweza kutuambia wapenzi wa utamaduni wetu wa Mzanzibari, pia tuendelea kufuatilia channel yetu ya Sema Hapa. Hii usisahau kusubscribe, like na kucomment. Wakati mwingine, asante sana kwa kutuangalia na kwaheri.